Majira ya jioni hapo jana, kuna taarifa ambayo ililetwa bayana na mchambuzi Jemedari Saidi katika ukurasa wake wa Instagram, akiwa amebainisha kwamba kulikuwa kuna orodha ya makocha takriban 240 ambao waliwasilisha CV zao kwenda kwenye klabu ya Simba kwa ajili ya kuhitaji nafasi ya kuwa kocha mkuu. Kuna ambao walikidhi vigezo kulingana na sifa ambazo Simba walikuwa wanajaribu kuziangalia kwenye kukidhi mahitaji ya kuweza kufundisha katika michuano ya ngazi ya juu zaidi ya soka la Afrika. Lakini pia kuna orodha ya majina takriban matano ambayo aliyaweka bayana kule chini kwamba ndio yalikuwa yanaonekana kuwa ni majina makubwa zaidi ambayo yalipatikana katika orodha ya CV ambazo zilikuwa zimetumwa katika mchakato huo. Sasa mimi binafsi sitoanza kuchambua jina moja baada ya jingine, isipokuwa mimi binafsi nilikuja kuona kwamba kuna majina mawili ambayo baada ya kuwa nimefanya upembuzi wangu pamoja na research yangu, nikaona kwamba ni majina ambayo kwa mtazamo wangu mimi na kwa uhalisia wa kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Simba yanaweza kuwa ni good fit. Haimaanishi kwamba waliobaki pengine wanaweza sio na nafasi ama wakawa hawakidhi, lakini mimi nimejaribu kuangalia muktadha wa kile ambacho Simba wanakipitia hivi sasa na uhalisia wa hawa walimu wawili ambao mimi nafikiri wanaweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kwenda kuikabili vizuri pressure ambayo ipo ndani ya Simba hivi sasa. Jina la kwanza ni jina la mwalimu Herbert Viloud. Lakini jina la pili ni jina ambalo inawezekana hata baadhi ya watu ambao nimekuwa nikiwaona wakicomment hawajalitaja kabisa. Ni jina la mwalimu Amin El Karma. Huyu ni mwalimu ambaye ana umri wa miaka 39, ni miongoni mwa vijana zaidi katika ile list. Of course Romain Folz ana miaka 35, ni mdogo zaidi, lakini huyu ni miongoni mwa walimu wachanga zaidi kwenye ile orodha. Hawa walimu wawili, Herbert Viloud pamoja na Amin El Karma, kwa mtazamo wangu mimi nimeona kama vile ni walimu ambao wanaweza kwenda kukidhi mahitaji ya kikosi cha Simba kwa namna ambavyo wanapitia hivi sasa, muktadha wa Simba ulivyo na uhalisia wa kile ambacho wanaweza kukifanya. Na sitokuja kuzungumzia jina lingine lolote unless hawa ndio watakuwa wanahusishwa zaidi na hii kazi. Lakini kwa nini nimebaki na majina ya walimu wawili, Herbert Viloud pamoja na Amin El Karma? Unajua, mwalimu ambaye mimi najaribu kumwangalia kwenda kufit katika kiti cha pale Simba, na muangalia zaidi kwa muktadha wa kile ambacho Simba wanakihitaji hivi sasa. Yaani Simba ni klabu ambayo inapitia hali gani, ni klabu ya aina gani, na mwalimu ambaye anakuja anatakiwa awe na sifa gani. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vimenifanya niwazingatie zaidi hawa walimu wawili na sio wale wengine ambao walikuwa kwenye ile orodha mwisho wa siku. Kwa nini? Simba wanachokihitaji ni mwalimu ambaye anaweza kuwahakikishia kushinda sasa na kuleta mafanikio ya aina yoyote mwisho wa msimu huu. Kingine, Simba wanachohitaji ni mwalimu ambaye ataweza kuja kupambana na pressure iliyopo ndani ya klabu. Kwa bahati mbaya sana, mwalimu yote ambaye atakuja kuchukua mikoba kuifundisha Simba hivi sasa anakuja kukutana na pressure moja kubwa sana. Yaani kushinda kwao sasa Simba itakuja na pressure moja kubwa sana, kwa sababu klabu yoyote kubwa inatamani ikipata kocha ianze kushinda leo, lakini pressure zinatofautiana. Simba wako kwenye pressure moja kubwa sana, kwenda msimu mwingine bila ya kupata chochote kitu, hasa kwenye upande wa mataji makubwa, ni kitu ambacho hakitokuwa kinakaa vizuri kabisa na Simba. Kwa hiyo kuna pressure kutoka kwa mashabiki. Hivi sasa matarajio ya mashabiki ni kwamba wafanye vizuri. Wameanza vibaya katika michuano ya kimataifa, kwa hiyo wanahitaji mwalimu ambaye hawataki kujua atakuja na mpango gani. Wanachotaka ni kuona timu inafanya vizuri. Lakini pia kuna pressure kutoka kwa viongozi wa Simba. Wanachokitaka ni timu yao icheze mpira wa kuvutia. Hichi ni kitu ambacho Pantev alikibainisha kwamba miongoni mwa malengo ambayo aliwekewa na Simba ni kuifanya timu hiyo inacheza mpira mzuri. Lakini pia viongozi wa Simba nao, licha kwamba wana kasoro na tofauti zao miongoni mwao, lakini na wao pia wanataka mafanikio sasa hivi. Kwa hiyo kwa muktadha mwepesi ni kwamba Simba wanahitaji mwalimu ambaye anaweza kufanya kazi kwenye mazingira yenye pressure kubwa. Sasa hapa ndipo ninapokuja kwa mtu anayeitwa Herbert Viloud, jina la kwanza kabisa. Na huyu ndo piki yangu ya kwanza mimi binafsi kwa mtazamo wangu. Why Herbert Viloud? Miongoni mwa majina yale matano ambayo Jemedari aliyaweka pale kama ni miongoni mwa majina makubwa ambayo alikuwa anahusishwa na hii kazi, huyu ndo mwalimu ambaye ana CV na mafanikio makubwa zaidi miongoni mwa wale makocha. Kwa katika yale majina sita, huyu ndo mwalimu ambaye ana mafanikio makubwa zaidi. Lakini muktadha ni muhimu. Herbert Viloud ni mwalimu ambaye, eka mafanikio peke yake pembeni, hii sio hoja ya msingi zaidi.
Ni moja kati ya sababu, lakini sababu inayonifanya niseme anafaa zaidi ni kwa sababu ni mwalimu ambaye pia anaweza kuikabili hii pressure ambayo ipo ndani ya Simba hivi sasa. Huu ni mwalimu ambaye unaweza kumpa kazi leo na akakuhakikishia taji mwisho wa msimu. Yaani ni mwalimu wa kushinda sasa, alafu pia anaweza kufanya kazi na kikosi walichonacho Simba hivi sasa. Simba mimi niliwahi kubainisha hata katika kipindi takriban mwezi mmoja uliopita nilipokuwa hewani. Simba wana kikosi kizuri na mimi binafsi niliridhishwa kwa kiasi kikubwa sana na sajili ambazo zimefanywa na Simba mara hii. Kwa hiyo hakuna shida na usajili ambao Simba umeufanya. Kwa hiyo huyu ni mwalimu ambaye anaweza kuja kukabiliana na hichi kikosi kilichopo bila kuhitaji kuboreshewa kwa kiasi kikubwa, alafu pia anaweza kukuhakikishia kushinda sasa na kuwa na uhakika wa taji mwisho wa msimu. Haya mambo aliyafanya kuanzia alipokuwa katika klabu ya Entente Setif mwaka 2012 alipotua tu akawapa back to back mataji ya Tunisia mawili back to back. Baada ya hapo 2016 alipoenda katika klabu ya TP Mazembe, msimu wa kwanza tu mataji 4. Msimu wa kwanza tu. Ligi Kuu, Linafoot, Coupe de Congo, CAF Confederation pamoja na CAF Super Cup. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye anaweza kukuhakikishia kushinda sasa, lakini ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kukabiliana na pressure ambayo ipo ndani ya Simba hivi sasa. Kwa mambo hayajakaa vizuri sana, matarajio ni makubwa, anaweza kuwapa Simba kile wanachokihitaji. Jina la pili ni jina la mtu anayeitwa Amin El Karma. Huyu binafsi namweka kama chaguo la pili. Yaani ikitokea Simba mathalan wameshindwana na mtu kama Herbert Viloud, basi kwa mtazamo wangu nafikiri mtu anayeitwa Amin El Karma anaweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kuwa runner up wa hichi kibarua, kwa sababu huyu pia ni mwalimu ambaye amefanya kazi katika mazingira yenye pressure. Amefundisha klabu mbili kubwa katika ligi kuu ya Morocco, Botola, amefundisha RS Berkane, lakini pia amefundisha Olympique Safi, na katika msimu wake wa kwanza kwenye kila timu hapo alifanikiwa kutoa taji la ndani la Morocco. Sasa huyu ni mwalimu ambaye kama una malengo ya kupata mwalimu ambaye anaweza kukuhakikishia kushinda sasa, japo sio katika kiwango ambacho Viloud anakupa. Yaani huyu ni mwalimu ambaye uhakika wa kukuhakikishia kushinda sasa sio mkubwa sana kama ilivyo kwa Viloud. Kwa hiyo huu ndo unaonifanya mimi nimweke kama nafasi ya pili, lakini ni mwalimu ambaye kama Simba wana malengo ya muda mrefu, kama wana malengo ya kuhakikisha kwamba wanapata mwalimu ambaye ameshazoea kufundisha kwenye mazingira ambayo yana pressure na akaweza kudeliver kwa pesi yake, basi Amin El Karma linaweza kuwa ndio jina ambalo linakwenda kuwafaa Simba mwisho wa siku. Tofauti na hapo, yoyote ambaye atakuja kuchaguliwa nje ya hao wawili nitakuja kuweka bayana video yangu kuhusu yeye, lakini hawa ni wale ambao wameorodheshwa kwenye majina ambayo Jemedari Saidi aliyaposti katika Instagram yake, na mimi nimeona nije niyapitie kwa kuweka bayana wale ambao mimi binafsi nafikiri wanapaswa kuwa front runners wa kwenda kuchukua kibarua cha kwenda kuifundisha Simba kwa muktadha wa jinsi klabu inachokipitia na hali ilivyo ndani ya timu hiyo hivi sasa.